Nchi ya Tanzania yapokea ujumbe mbaya kutoka Marekani. Hujambo na karibu kwa taarifa zetu za Kenyascope na kumbuka kusubscribe. Utawala wa Rais Donald Trump unazingatia kupanua zaidi sera yake tata ya vikwazo vya usafiri kwa raia wa mataifa ya kigeni kwa kuongeza orodha ya nchi ambazo raia wake hawataruhusiwa kuingia Marekani. Kulingana na nyaraka mpya zilizofichuliwa, jumla ya nchi 36 zaidi, ikiwa ni pamoja na baadhi ya mataifa ya Afrika Mashariki, ziko hatarini kuongezwa katika orodha hiyo. Tangazo la awali lilotolewa mapema mwezi huu na kusainiwa rasmi na Rais Trump lililenga raia kutoka mataifa 12 kwa madai ya kulinda usalama wa taifa dhidi ya magaidi wa kigeni na vitisho vingine vya kiusalama. Tangazo hilo limezua mjadala mkubwa ndani na nje ya Marekani, kwa wakosoaji wakilitaja kuwa ni hatua ya kibaguzi dhidi ya mataifa maskini na ya Kiislamu, lakini utawala wa Trump umesisitiza kuwa ni hatua ya kisheria na ya kiusalama inayolenga kuimarisha ulinzi wa taifa. Katika nyaraka ya ndani iliyotiwa saini na waziri wa mambo ya nje wa Marekani Marco Rubio, wizara hiyo imetoa sababu mbalimbali zinazozingatiwa katika kuorodhesha mataifa hayo. Miongoni mwa sababu hizo ni kukosekana kwa ushirikiano kutoka baadhi ya serikali katika kutoa hati za utambulisho zenye viwango vya kimataifa, kutoweka ushirikiano katika kuwaondoa raia wao waliokuwa wameamriwa kuondoka Marekani na kushiriki au kusaidia shughuli za kigaidi ndani ya Marekani. Nchi kama Tanzania, Uganda na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo zimeorodheshwa miongoni mwa mataifa 36 yanayochunguzwa kwa kina na huenda zikakumbwa na marufuku ya sehemu au marufuku kamili ya kuingia kwa raia wake nchini Marekani. Ikiwa hatua hii itatekelezwa, basi inaweza kuwa na athari kubwa kwa maelfu ya wanafunzi, wafanyabiashara na familia zinazotegemea safari za kimataifa kati ya mataifa hayo ya Marekani. Hatua hii mpya inaibua wasiwasi mkubwa hasa katika mataifa ya Afrika Mashariki ambako uhusiano wa kiuchumi, kielimu na kidiplomasia na Marekani umeimarika kwa miaka mingi. Wachambuzi wa masuala ya kidiplomasia wanasema kuwa marufuku hiyo huenda ikazorotesha ushirikiano kati ya Marekani na mataifa hayo na hata kuchochea chuki dhidi ya sera za kigeni za Marekani barani Afrika. Kwa sasa kuna tarehe rasmi iliyotangazwa kwa utekelezaji wa hatua hii mpya, lakini taarifa zinasema kuwa mchakato huu uko katika hatua za mwisho. Itasalia kuonekana ikiwa mataifa haya yaliyoorodhesha yatafanya juhudi za haraka kurekebisha masharti ya usalama wao na wa hati zao na kushirikiana zaidi na serikali ya Marekani ili kuepuka kuathiriwa na vikwazo hivyo. Wakati dunia ikikabiliana na changamoto za kiusalama wa kimataifa, suala hili linabaki kuwa zito na lenye mvutano mkubwa kati ya mahitaji ya usalama na taifa na haki za binadamu za raia wa mataifa yanayoathirika.